your race. Kimbia kwa spidi yako. Wengi tunatamani kukimbia na spidi za wengine, tunajikuta tunapata changamoto. Kwa run your race. Kuna miti fulani ukipanda inakaa miaka miwili haitokelezei juu ya udongo, lakini ikija kutokelezea ndani ya miaka 5 inakuwa mirefu kuliko miti mingine yote. Kumbe miaka miwili ni kwa ajili ya kusimika mizizi vizuri ili ikichipuka ichipuke moja kwa moja. Lakini kuna mbegu zingine ukizipanda siku 5 unaziona kwenye udongo, ile upepo ukija tayari mbegu inaenda. Kumbe kila moja ana speed yake. Go with your speed. Bwana asifiwe. Kwenye upande wa uchumi, Bwana asifiwe. Kwenye uchumi, moja eneo ambalo tunapata shida sana vijana baada ya kumaliza chuo ni uchumi. Na kwa sababu tunajilikanisha na tunatamani mafanikio ya haraka, kimsingi ni mchakato. Hakuna mafanikio ambayo yanatokea kwa siku moja, ni mchakato. Kuna wengine mtaanza kwa kupata kazi, kuna wengine mtakaa nyumbani, kuna wengine mtakuwa jobless kwa muda kadhaa. Haina maana kwamba huna hatima. Hapana, ni wakati. Kwa kwenye mambo ya uchumi, mimi nikushauri jambo moja kwa uzoefu wangu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10. Biblia inasema chochote ambacho mkono wako utapata kufanya, kifanye kwa nguvu zako zote. Whatever your hand does, do it with all your might. Chochote ambacho kitakuwepo mbele yako kukifanya, kifanye kwa uaminifu, kifanye kwa nguvu zako zote. Unamaliza hapa, umepata sehemu ya kujitolea, nenda kujitolea. Kuwa mwaminifu, fanya kwa uaminifu. Kupitia kujitolea, Mungu anakufungulia milango mingine. Ni rahisi sana kupata kazi ukiwa upo kwenye internship au ukiwa upo sehemu ya kujitolea, kwa sababu unapata connection kubwa, unafahamiana na watu wengi, lakini unakuwa ni rahisi kuziona opportunity mbalimbali tofauti na mtu aliyepo nje. Kwa hiyo unapopata kazi ya kujitolea, usisite, nenda kujitolea na Bwana atakuinua huko katika kujitolea. Kuna wengine mtapata internship, kuna wengine mtapata kazi moja kwa moja, kuna wengine mtaenda kwenye biashara, kila mmoja katika eneo lake, ila ujue kwa wakati wa kutamia. Usitamani kuanzisha biashara mwaka moja unaona faida, unajenga nyumba. Sio rahisi hivyo. Incubate, atamia mambo yako. It take time. Mwambie jirani yako it take time. Kingine kwenye mambo ya uchumi, hakikisha talanta, tabia za Kristo unazimaintain. Mtaani kuna mambo mengi, kuna ulaghai mwingi. Sasa hivi mtaani wasomi wengi wamejaa, wanaiba, wanatumia message mbalimbali za wizi, na wengine ni waliokuwa wa Kristo kama hao. Hakikisha talanta, upepo na changamoto za kidunia zisiondoe tunda la Roho ndani yako. Popote ambapo Mungu anakuweka kufanya, maintain talanta, tabia, mzirishe Kristo kwa uaminifu, uwajibikaji na tabia zako, heshima, unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kingine kwa mtu wa matokeo, hakuna kitu ambacho hata shetani mwenyewe akisimama kupinga hawezi, kama ukiwa mtu wa matokeo. Unaweza kutoa majibu mengi, unaweza ukashambuliwa sana, lakini kama matokeo yanaonekana hawataweza. Dorcas alikufa, lakini kwa sababu kuna matokeo, kuna ushahidi wa vitu vilivyokuwa navyo, Petro akasema haiwezekani, mtu lazima afufuke. Hakikisha unakuwa ni mtu wa output. Popote unapofanya kuwa mtu wa output. Bwana asifiwe. Na neno jingine ni wale wenye wito wa huduma. Wale ambao wana wito wa huduma. Kwenye huduma kuna safari kubwa. Wengi wanapokuwa chuoni, Mungu anakutumia hapa chuoni. Unadhani sasa ukimaliza chuo utatoka tu hapa mwezi mmoja unafungua huduma, unatumia na Mungu kwa namna kubwa, ishara ajabu. Sio rahisi kiasi hicho. Na ndio maana wengine wanajikuta wanakengeuka, wanaanza kuzifuata imani potofu kwa kutaka matokeo ya haraka. Kuna wakati Mungu anakuonyesha wito
anakutumia. Alafu na wakati anazima anakupiga kwanza. Wale wenye huduma kwa haraka ndio tunakimbia. Kuna hatua mbalimbali za huduma. Hatua ya kwanza huwa ni wito. Unaitwa. Ukiitwa Mungu anakuonesha. Hapa anaweza kukuonesha picha ya mambo makubwa ambayo atafanya. Sasa wengi tukionyesha tunazania tayari imekuwa. Kumbe umeonyeshwa tu. Bado hujafikia hatua. Anapokuonesha hatua pili anakutengeneza. Unakuwa equipped, unatengenezwa. Anaanza kukuandaa, kukutengeneza ili uwe mtu yule anataka uwe. Na kipindi cha matengenezo ni kipindi kigumu sana. Kwa sababu hapa utapimwa mambo mbalimbali, utapimwa uaminifu wako, utapimwa imani, utapimwa tunda la Roho, utapimwa kwa muda, tolerance, lakini utapimwa tabia tu za kimwili, namna unaweza kucontrol mwili wako, utapimwa utii, utapimwa nidhamu binafsi na Mungu, utapimwa intimacy na Mungu. Hapa ni kipindi kigumu, wengi wanaacha wito. Na wengi wanakengeuka wanaenda kwa shetani wakitafuta matokeo ya haraka. Baada ya Mungu kuwa amekuequip, amejiridhisha, ndio anakuanoint, anakupa nguvu. Alafu anakutuma kama Yesu alipotuma wanafunzi, akasema aliwapaka mafuta, aliwaanoint, akawapa nguvu, akawapa mamlaka waende. Kwa hiyo stage ya tatu unatumwa. Usijitume kabla hujatumwa. Usiende kufungua kanisa kwa sababu chuoni ulikuwa unaombea watu wanapona. Subiri utumwe. Ukitumwa utapewa anointing kwa ajili ya huko, utapewa eneo, utapewa ujumbe wa kwenda kufanya. Kwa sababu kila mmoja ana neno lake la kutumishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utakuwa sasa usijipeleke mwenyewe. Na huyo alipaka mafuta akakaa poleni na chunga kondoo. Mungu mwenyewe atakupeleka ikulu mwenyewe. Ukijipeleka mwenyewe utakutana na mshale wa Sauli na utakufa. Utasema Mungu ni mwongo, kumbe ni wewe umejipeleka kabla ya wakati. Imagine mbele manake na Yesu amepata unabii au ameambiwa kwamba atazaa mtoto ambaye ni mwokozi. Kesho yake aliamka akaenda kumtafuta Yusufu mchumba wake. Akaambiwa unajua nini? Malaika wa Mungu ameniambia nikipata mtoto atakuwa mwokozi wa Mungu. Angeweza kulala na Yusufu mchumba wake wakapata mtoto, lakini yule mtoto asingekuwa Yesu. Bwana Yesu angekuwa ni mwingine, kwa hatima yake ingebadilika. Usijipeleke, mwache Mungu akupeleke. Wewe tena mahusiano yako binafsi na Mungu. Mungu step by step atakupeleka. Bwana Yesu. Kwenye mahusiano, vijana wengi tunakimbilia mahusiano sana. Ni vizuri sana kuolewa, lakini kila mmoja na wakati wake wa kuolewa. Unaweza kuoa kwa umewahi sana ukajikuta umeharibu baadhi ya vitu. Kwa mfano, unataka kusoma uwe daktari, uwe na PhD, unataka uoe sasa hivi wewe. Ukishakuwa umeoa, majukumu yanakuwa mengi. Uwezo wa kusoma unapungua sana. Bwana Yesu. Kwa kila mmoja kutokana na maono alionayo. Kuna mwingine elimu yake imeishia hapa, anaweza kwenda kuoa, akapata kazi kwa Bwana Yesu. Usimfuate mwingine. Msikilize Mungu, angalia maono yako. Kila mmoja ana haki ya kuoa na kuolewa. Bwana Yesu. Lakini kwa wakati sahihi. Usianzishe mahusiano ya kimapenzi kama hujui unaoa lini au unaolewa lini. Utasababisha uharibifu tu. Kwa sababu kwa mahusiano mioyo imefunguka, na mioyo ikifunguka kuna namna mtakuwa mnabezana. Kuna namna mtakuwa mnachati, mtakuwa mnaongea. Mioyo lazima iwake. Na Biblia inasema kwa yana kwa paa isiachochee mapenzi mpaka atakapoamua mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mahusiano ambao hujui utaoana lini, kwa lugha nyingine imekaribisha dhambi ya uasherati wenyewe. Hakikisha unataka nioe 2027, unaweza kuanzisha mahusiano. So hujui hata utaoa lini. Ukimuuliza kijana unaoa lini, mpango wewe labda 2030. Okay, lakini vipi na mahusiano? Ndio, nina mtu wangu hapa tunakusubiri tuoane. Leo 2025, miaka 5 ni safari ndefu. Leo umekutana huyo mtu umemuona hapa, kesho Mungu anakupa kazi ukutana watu wengine. Kile ulichompendea huyu, unakutana mwingine anacho hicho ulichompendea na ana nusu. Unajisikia tunasema ni mtu na nusu. Bwana Yesu. Kwa hiyo huyo ulimpenda ana nusu yake. Utajikuta unaumiza mioyo ya watu, utajikuta unaanguka kwenye uasherati bure. Kwa hiyo nasii kila mmoja oa kwa wakati wako, kutokana na maana yako bila kumwiga mwingine.
lakini usiweke mahusiano yana maono. Hakikisha iwe ndani ya miaka 3. Yaani ukianza mahusiano usizidi miaka 3. Ukizidisha hapo ni uharibifu na ukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa ufupi nimetumia muda mrefu na ambavyo wazo kusamehe, lakini hao ni machache ambayo ninaweza kushare na nyinyi.